Asante kwa kuendelea kusalia nasi, na ikiwa wewe pia ndo kwanza unaungana nasi, sasa ni habari za biashara na uchumi katika habari yetu ya kutwa nzima ya leo. Waziri wa Fedha Balozi Khamis Musa Omar amesema Tanzania inatarajia kupata manufaa makubwa kutokana na mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Africa 50 itakayofanyika Agosti 5 na 6 mwaka huu jijini Dar es Salaam. Tupate taarifa kamili. Akizungumza na wanahabari leo jijini Dar es Salaam, Balozi Omar amesema mkutano huo wa kimataifa unaotarajiwa kuhudhuriwa na zaidi ya wajumbe 1200 wakiwemo wakuu wa nchi za Afrika, taasisi za umma pamoja na binafsi. Tanzania kuwa mwenyeji Africa 50 ni fursa ya kutangaza vituo vilivyopo hapa nchini, ikiwemo utalii wa mikutano na hifadhi za taifa zilizopo. Mikutano kama hii inapokuja katika mataifa yetu, kuna fursa mbalimbali ambazo tunategemea zipatikane. Kwa hiyo kwetu sisi moja itakuwa ni fursa yetu hii ya kuendelea kujitangaza. Ni mikutano ya kimataifa, ni mikutano ya kibara. Kwa hiyo mwenyeji yote kwa mikutano kama hii inampa fursa ya kuendelea kujitangaza kama kwanza kituo cha uwekezaji, lakini na fursa zake mbalimbali ikiwemo za maendeleo. Tuna vivutio mbalimbali vya utalii na kadhalika. Aidha, Waziri Omar akazungumzia fursa za jukwaa la miundombinu Afrika litakalokwenda sambamba na mkutano huo, ambao mgeni rasmi atakuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Tuna mradi, kuna proposals ambao tumekuwa tukiendelea kufanya nayo kazi wenzetu Africa 50. Mmoja wapo ni kuanzisha, tulikuwa tunafikiria kuanzisha mini grids kwa ajili ya usindikaji wa gesi, yani mini liquefied natural gas. Tuna gesi, mnafahamu, tuna natural gas upande wa kusini ya nchi ambayo imekuwa ikitumika tayari, lakini matumizi yake yangeweza kuharakishwa zaidi ndani ya nchi kwa kuwa na hizi kind of mini liquefaction centers. Africa 50 ni taasisi maalum ya uwekezaji na maendeleo ya miundombinu yenye jukumu la kuandaa miradi inayoweza kuvutia wawekezaji, kuhamasisha mitaji kutoka sekta ya umma na binafsi, na kuhakikisha utekelezaji wa miradi ya kimkakati barani Afrika. Wakati wa mkutano huo mkuu wa wanahisa wa Africa 50, Tanzania itawasilisha miradi mbalimbali ya kimkakati, ikiwa ni pamoja na reli ya kisasa ya SGR, bandari ya Dar es Salaam, miradi ya uzalishaji na usafirishaji wa umeme, miundombinu ya tehama, pamoja na miradi mingine ya usafiri na uchukuzi yenye uwezo mkubwa wa kuvutia wawekezaji. Naam, baadhi ya wakulima wa maharage mkoani Mbeya wamelalamikia kuporomoka kwa bei ya soko la maharage na kuiomba serikali kupitia Wizara ya Kilimo kupanga bei elekezi ambayo itaendana na gharama za uzalishaji ili kuepusha wakulima kupata hasara. Taarifa ya Rosi Chapeo inafafanua zaidi. Wakulima hawa wanasema bei ya maharage shambani iko chini ukilinganisha na bei ya soko ya mwaka jana ambayo wanadai ilikuwa na tija. Bei ya sasa hivi ya maharage wastani wake ni shilingi 25,000 kwa sasa hivi. Inang'ang'ania sana 25-20. Wakati kawaida ya maharage bei ilifika mpaka angalau hata 50. Tuliomba tu kwamba labda serikali tutizame vizuri kwamba mbolea zitupate kwa muda mwafaka na bei iwe nafuu. Alafu vile itafutie soko. Wanaenda mbali zaidi na kudai kuwa kilimo cha maharage hakiwezi kumkomboa mkulima. Kilimo cha maharage mwaka huu ni kigumu. Mbolea zinasumbua, mvua zenyewe zimenyesha zimeharibu maharage. Wakulima wa hali ya chini tunapata shida sana. Tunatumia gharama kubwa, ila uuzaji tunashindwa kwa sababu bei ni ndogo. Kilimo cha maharage ni gharama sana kugharamia, yani ulime, uweke vibarua, mbegu ununue mbegu, uweke vibarua kupalilia, alafu katika mazao kuvuna nayo yanakuwa hafifu. Zao la maharage ni miongoni mwa mazao yanayolimwa kwa wingi na wakulima na kupata fedha, lakini matarajio yao katika msimu huu wa kilimo yameenda ndivyo sivyo kutokana na bei ya maharage kuwa chini. Kutoka mkoani Mbeya, mimi ni Rosi Chapeo wa Channel 10. Na baadhi ya wafanyabiashara pamoja na wawekezaji wa zao wa kata ya Mabanda katika halmashauri ya mji wa Handeni mkoani Tanga wameipongeza serikali kwa kuweka mazingira rafiki ya uwekezaji, hali ambayo imechangia ongezeko la shughuli za kiuchumi ambazo zimesaidia upatikanaji wa ajira kwa wananchi. Kutoka Handeni, Nestimbezi na ripoti. Wakiongea wakati wa ufunguzi wa jengo la kitega uchumi maarufu kama Mubashara Business Solution lililopo kwenye kata hiyo, baadhi ya wananchi, viongozi pamoja na wawekezaji
wanaelezea juhudi za serikali katika kuweka mazingira rafiki ya uwekezaji ambao umesaidia kutoa fursa za ajira kwa wananchi. Mpaka tunatuona tuko hapa ni kwa sababu ya serikali. Serikali imerahisisha sana haya mambo. Zamani ilikuwa hata sisi kutoa mzigo kule mpaka kufika hapa inawezekana kukwenda milolongo mingi sana, lakini sisi tumesafirisha mizigo yetu kwa urahisi sana. Watanzania wengine waone umuhimu wa kuwekeza kwa sababu ya kuamsha uchumi wa taifa letu. Lakini vile vile haya ni mazingira aliyoyaweka Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupunguza kodi zenye mirundikano isiyokuwa na tija kwa taifa letu. Itatusaidia pia hata kuwasaidia baadhi ya vijana ambao hawana kazi za kufanya, watanufaika na mradi huu. Kwa hiyo tupende kumshukuru sana na tuendelee kuwakaribisha wawekezaji wengine waje wawekeze katika nyanja hizi, kwa kuwa tunajua uwekezaji utatusaidia kwenye hata itaongeza hata pato la nchi pia. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Shukrani sana Ernest Mbezi kwa taarifa hiyo, na mwisho wa habari za biashara na uchumi. Muda mfupi atakuja hapa Estian Tibe kwa ajili ya habari za michezo na burudani.